Aidha, napenda kusisitiza mambo matatu muhimu ambayo naamini yatasaidia kuongeza ubora wa utendaji wetu baada ya kikao kazi hiki. Kwanza ni nidhamu ya kitaaluma. Uchunguzi wa kisayansi wa jinai ni taaluma inayohitaji umakini mkubwa, weledi na uzingatiaji wa taratibu katika kila hatua ya kazi. Kosa dogo katika ukusanyaji, uhifadhi au uchambuzi wa ushahidi linaweza kuathiri mwelekeo wa uchunguzi na hata matokeo ya shauri mahakamani. Kwa hali hiyo, hakikisheni kuwa kila hatua mnayoichukua inazingatia viwango vya kitaaluma, taratibu zilizowekwa na misingi ya taaluma yenu. Uaminifu wa matokeo ya uchunguzi wenu utaamuliwa na namna mlivyozingatia misingi hiyo tangu mwanzo hadi mwisho wa kazi husika. Pili ni uadilifu binafsi. Katika taaluma yenu, ukweli ndio mtaji mkubwa zaidi mlio nao. Ushahidi haupaswi kupotoshwa, kufichwa wala kuathiriwa kwa namna yoyote ile kwa sababu ya maslahi binafsi, ushawishi wa mtu au kundi fulani. Kumbukeni kuwa mara nyingi nyinyi ndiyo sauti ya ukweli kwa waathirika wa uhalifu, kwa watuhumiwa, kwa mahakama na kwa jamii kwa ujumla. Uadilifu wenu binafsi ndio unaojenga imani ya wananchi kwa uchunguzi wa kisayansi na kwa jeshi la polisi kwa ujumla. Mnapolinda ukweli, mnalinda haki. Tatu ni kikao kazi endelevu. Sayansi na teknolojia hubadilika kwa kasi kubwa kila siku, na wahalifu nao hubadilisha mbinu zao kadiri teknolojia inavyobadilika. Hivyo msiridhike na maarifa mtakayopata katika kikao kazi hiki pekee. Jengeni utamaduni wa kujifunza kila wakati, kufanya tafiti, kusoma majarida ya kitaaluma na kufuatilia maendeleo mapya katika taaluma yenu. Kamisheni hii itaendelea kuwa imara na yenye matokeo bora kadiri watendaji wake watakavyoendelea kujiendeleza kitaaluma na kushirikishana maarifa katika vituo vyao vya kazi. Ndugu washiriki, ushahidi mnaokusanya una nafasi kubwa sana katika mfumo mzima wa haki jinai. Ushahidi huo unasaidia kuwaletea haki waathirika uhalifu, kuwawajibisha wahalifu na kuongeza imani ya wananchi kwa jeshi la polisi, lakini pia na vyombo vya dola kwa ujumla. Kwa hali hiyo, wajibu mlio nao ni mkubwa sana kwa taifa letu. Kabla sijamalizia hotuba yangu, nimesikiliza maombi mbalimbali yaliyoletwa na mkurugenzi wetu Kamishna Shabani Hiki. Nimeyapokea na nitayafanyia kazi. Yote nimeyapokea, nimeandika, lakini nimeona Naibu Kamishna Ngoso amekuwa akiyachukua kwa umakini mkubwa sana. Yapo ambayo ni ya kiutawala na yapo ambayo yanaangukia kwenye kamisheni ya fedha na logistics, lakini ni ahidi tu kwamba haya yote yako ndani ya uwezo wetu. Kuchukua maombi ya kamishna wetu, niacha kisha moja piga. Nidhamu haki ya uadilifu. Ndio mafanikio yetu. Kwa maana hiyo, kamishna na watendaji wote niwaondoe hofu. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap.
Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo, wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.